kweli niko na mtihani. Pako na Juma ananipenda, pako na Hamisi ananipenda. Na Hamisi anaonekana kabisa anajiamini, na huyu Juma naonekana hana mahali. Acha nipigie huyo Hamisi. Hivi wewe utapika chai saa ngapi? Ikiwa tokea asubuhi umekaa chini, ni wewe na simu na wewe. Utapika chai saa ngapi? Yaani siku kidogo tu simu imekuharibu mpaka umechizika. Kazi ni simu na wewe. Kaa kwanza dada nikueleze. Sasa mbona kwa mkazi hivi? Haya niambie, ulikuwa unataka kusemaje? Kwanza dada ulikuwa waenda wapi? Mimi nilikuwa naenda kazini, maana hapa nisipokwenda kazini tutakula nini? Sawa dadangu, hilo ndio ulikuwa nakwambia kwamba yule shemegi yako mwenye alikuwa anataka kunioa ndio ulikuwa na chat na yeye hapa. Sasa sijui wewe dada wasemaje kuhusiana na hilo mimi kuolewa. Kuhusiana na hilo mimi hata sina shida. Maana ukiolewa pia ni furaha. Lakini ukae makini. Wanaume siku hizi hawaaminiki. Sasa la kufanya hapo, makinika sana. Kama yeye ni mkweli, tumsubiri basi atakuja mwenyewe hapa. Hapa sitaki mchezo. Ndio maana dada hapo niko single hapa. Si kwamba eti sitaki mwanaume. Na wataka lakini nikiwafikiria mambo yao. Hakuwa hata mimi mwenyewe naogopa. Kama makini. Kama yeye wapenda kweli mke wataka kuoa, nitamuona akileta miguu yake hapa. Na lingine, inuka ukapike maana ukishikana na hii simu, mdogo wangu utakufa njaa wewe. Maana mapenzi kwako ndo kwanza mabichi. Sasa kama makini, inuka upike ndio endelee kuchati na shemeji. Si kwa ubaya lakini acha mimi niwahi kazini. Sawa dada. Kaka. Si tuko poa? Aya ni sawa, nimetoka lakini dada yupo. Naelekea kazini, si unajua? Aya ni sawa, tutakutana nikirudi.
Hata sijatoka ndio anataka kutoka saa hii. Hayuko hapa. Haya, ni sawa. Haya dada, kaka ndo huyo anakuja. Miacha ni wapi? Nimemwambia kama anatoka, lakini nimemwambia kama utabaki hapa. Sawa. Bro, niambie kaka. Vipi kuhusu ule shemegi, ulienda kumtolea posa kweli? Hapana, bado sijaenda. Si unajua jua linawaka sana. Oh. Sawa. Vipi kuniuliza hivyo? Na tatizo? Memaanisha nini? Hapana. Huyu jamaa anamaanisha nini? Ama ako na mpango mbaya na mimi? Lakini okay, nitajua tu. Vipi bro? Popo, anambie fresh tu, sijui wewe. Anambia vipi ulikotoka? Kwema ama? Kwema, sijui hapa mtaani. Hapa mtaani pia napo kwema. Safi. Pia kwenye nimetoka pia kwema. Sawa. Bro, kwanza nilikuwa mimi nakutafuta sana. Nataka tuongee. Mbona nitia mashaka bro, na sina biashara yoyote ambayo unaendeleza na wewe, alafu unatokea kwamba unatafuta. Basi ndio na shaka rafiki yangu, tuongee tu mambo ya wanaume. Sawa, basi haina shida. Ndio mimi tushakutana. Tukae tu hapa kidogo tumazungumzo kidogo. Hapa si njiani hapa. Kaa tu pia hapa. Sikiliza bro. Kuna msichana hivi anaitwa Mary, unamjua? Mary ule ambaye dada yake ni mfanyakazi wa Komazi. Ndio. Ndio, mimi namfahamu. Hemu niambie ana nini kwani? So unajua yule mwanamke nilikuwa namfukuzia siku nyingi sana. Lakini ako na mwanaume mwingine anaitwa Juma, lakini bado hajamtolea posa. Sasa sijui hapo utanisaidiaje, maana huko mbele kuna vita. Aha. Kwa hiyo wewe ulikuwa unatakaje? Maana sisi tayari ni kama tuliumbiwa hiyo vita tayari tuseme. Hiyo vita hapo kwa sasa ni vyetu. Wewe ulikuwa unatakaje? Ninachohitaji ni yule mwanamke. Sitaki story nyingine. Na nikirudi town basi nirudi naye. Okay, sawa. Wewe mkikutana muongea, alafu utanijulisha. Kuna ubaya hapo? Hakuna ubaya. Basi fresh mwanangu. Tawasiliana.
shetani. Kuna ndege imeanguka hapa Kenya jana. Sijui kama wewe unahusika na hiyo ndege shetani. Ati walikuwa wanafanya mapenzi ndani ya ndege. Tukaangusha hiyo ndege. Sasa shetani, mbona wewe haufanyangi ndege ianguke karibu na mahali liko ndio niokote? Fungueni mlango. Kuna ndege imeanguka hapa Kenya. Fungue mlango. Wewe unahusika na hiyo ndege shetani. Fungueni mlango. Ati walikuwa wanafanya mapenzi ndani ya ndege. Chura moja wa masikio matatu sasa tatia wewe. Yaani uko busy kazi yangu angalia TikTok. Kuna akili kwani wewe? Nimeona wao Waswahili wanasema, "Ese funzwa na mae funzwa na ulimwengu." Ndio wewe sasa. Shule imeshinda, kwa bwana umeshindwa, uko hapo kula kulabuli. Yaani siku zingine maniuzi nyinyi. Kuwa na upate yako. Kama wewe shikamani tamani sana kwangu. Muone vile. Kuwa kaa ndocha. Eti samahani. Jinga tu. Huyu kaka amekula nini? Mbona ni mkali hivi? Kwani uko na shida gani? Kwani huyu mdogo wangu kuna shida gani? Halafu swala ambalo linanishangaza mimi, hii simu aliipata wapi? Ana ujasiri wa kununua simu kweli? Shoga nani wewe bwana anapiga? Hello baby. Mambo. Usinione ninachelewa mpenzi wangu. Ninakupenda sana. Shida ni posa ndio tatizo. Lakini usijali. Siku nikipata posa nitakuja tu kwa nyumbani nije nikutolea. Na imani tutakuwa sote. Hello baby. Hello. 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 Uzi tu. Shit. Kwa unajikuta nani wewe kwenye hii nyumba? Huyu mtu afanya piga masimu hapa ni nani yako wewe? Aniita bibi yake mimi? Samahani kaka, singekaa tu nikakuelezea. Unaelezea nini wewe? Usinipandishe hasira wewe. Nitakupiga makofi sasa hivi wewe. Wewe! Eti anasema atakuja toa force. Udanganya tu upate mimba hapo ulete. Alafu wewe usiniache yaani kapandisha hasira ambazo ziko mbali sasa kupiga. Niambie huyu mtu nani? Nani yako huyu? Nani yako huyu mtu? Samahani kaka, nakuomba ukae tu nikueleze. Hiyo samahani yako shikilia hivyo hivyo. Nataka jibu hili moja. Ni nani yako huyu mtu? Si ukae basi nikuelezee. Najua hujajua vizuri wewe. Sasa leo wewe. Samahani kaka, huyo mtu ananipenda sana. Tusubiri dada Monica akifika atakuelezea kila kitu. Huyo mtu ananipenda na yuko tayari kunitolea posa. Yaani afadhali sikuja huko mjini, kumbe nikija jua matatizo tu. Sio matatizo kaka, hiyo ni swala nzuri kabisa. Shika simu yako mwanzo wewe. Dada Monica, samahani. Bila samahani.
Naweza ongea na wewe dakika moja? Sawa. Haya, niambie. Sasa dadangu, bila shaka wewe ni dada yake Mary. Na mimi nilitoka town kwa sababu ya Mary. Lakini kila nikikutana naye simuelewi kwa sababu hataki kuniambia ukweli. Umuelewi kivipi yani? Kwa sababu kuna story nyingine nasikia ako na jamaa fulani anaitwa Juma, lakini yeye hataki kuniambia ukweli kila nikimuuliza. Na mliongea kabisa? Tuliongea, lakini akanambia nifike nyumbani, lakini sasa kama nataka kuja nyumbani ndo anasema muda bado nisubiri. Kwa hiyo nilikuwa na kujulisha hizi habari ili mradi wewe uzifikishe kule, kwa sababu saa hii sina msaada mwingine zaidi yako dadangu. Ni sawa, nimekusikia. Acha mimi nikaongea na Mary alafu nitakupa majibu. Na chengine nikiangalia hivi huyo Juma ana mahari ya kuwapea nini. Mimi niko tayari kwa kila kitu yani. Kila kitu yani. Dadako yani akikubali tu basi mambo yatakuwa sawa. Ni sawa kakaangu, mimi nimekusikia. Kwa hiyo mimi nakuomba ufanye kazi hii na pia tutakutana kwa wakati mwingine. Basi ni sawa. Na mwenzangu aitwaje vile? Mimi kwa majina naitwa Hamisi. Kwa hiyo ukimwambia tu nimekutana na Hamisi, bila shaka yeye atakuwa anafahamu nimekutana na. Basi sawa, uwe na wakati mwema. Pia nawe. Sawa. Kakaangu umefika? Nimefika. Shikamoo. Marhaba. Habari ya huko ambako umetoka? Kwa ndikotoka kuko salama, sisi tuko sawa hapa kama ulivyotukuta. Yaani sister, haina tamani singefika huko mjini. Kwa nini? Mbona hayo tena kaka? Kwa sababu naona kama ni mateso. Hata sasa sina budi kuishi huko. Hai? Kwani kuna nini? Mwite huyo dada aje. Mary? Njoo. Haya, ongea ule kumbavu wako alikuwa naongea asubuhi. Maana mimi nimeshindwa kuyabeba kwa sababu mwenyewe majukumu yangu yanishinda. Hapo tena. Haya, kuna nini Mary? Dada. Kaka amenikuta nilikuwa naangalia TikTok. Sasa akaja akanipokonya ile simu. Ile simu ghafla ikapigwa na ule mwanaume mwenye alikuwa anakuambia anataka kunioa. Alafu sasa sijui huko amejibizana nini mpaka sasa kaka sasa anaanza kunichukia. Baada ya kupokea simu kaka, imekuwaje kuwaje? Yaani amezungumza ujinga ambao mimi anataka kuduka kimeni. Eti baby, iko la kumiss. Mimi si upuzi kabisa huo. Tatizo lako wewe kaka. Ukiona kitu huwezi ukafuatilia kwa upole. Unakurupuka tu vuvu bila kujua. Kwa hiyo leo hii umefika huko. Si kwamba eti tumefika huko. Kama wewe umechukua simu tena ya mdogo wako, ikipigwa si ungempatia mwenyewe? Mbona ukapokea wewe? Aone sasa hivi uliyopata. Sasa ilikuwa yanastahili Mary. Sasa hivi umeyapata wewe. Unakasirika na kasirika nini? Uliza kwanza, ukiambiwa kitu ndio uelewe uongee. Sasa nyinyi, sinajifanya mnajua nyinyi. Nikiangalia hivi humu ndani kama ni mkubwa wa kiume. Sasa nyinyi mtayajenga, niache ndudi zangu mjini. Hapana kakaangu, siseme hivyo. Simnajua nyinyi. Mwanamke ni mwanamke tu. Lakini pakiwa na mwanaume, huenda akabadilisha mawazo.
Venye umefika kila kitu kikakuta kwa sawa. Maana mimi nitakuelezea kila kitu kuhusu huyu dada yetu. Sawa. Eleza, nakusikia. Kakaangu, mimi nilielezwa na huyu dada kwa kuna kijana aliongea na yeye anataka kumwoa. Hasa alivyonielezea dadangu nikamwambia, basi huyo shemegi ni afike hapa nyumbani, sitaki mchezo wa msituni mimi. Akasema hata atakuja. Hata nikitoka kwenda kazini. Ameanza kunielezea hilo, alikuwa anachati na yeye akimwambia kwa mimi nataka kuja nyumbani nikutolee mahari, nikuoe wewe mke wangu halali. Nikamwambia sawa akuje tumuone. Kwa hiyo tusubirie mgeni. Maana mimi kila siku naambiwa kuna mpenzi. Tumsubiri. Kama ana mahari tutajua. Kama hana tutajua. Sasa tumekuwa wawili. Tutajadiliana la kufanya. Kwa hivyo ina maana wewe unayapenda. Yaani huyu kuangalia hivi yule zabeba mimba huyu. Si kama mateso tu, hebu angalia hata beba mimba tazae huyu. Ni mtoto mdogo huyu. Sasa kama mwenyewe ameutaka si tumpatie. Watoto wa siku hizi kakaangu. Utamkataza hapa kesho ameshikwa kule na wanaume zaidi ya 3. Akipata mimba hajui mwenye hiyo mimba ni nani. Shida sister yangu waga ufikiri wewe. Urupuka tu. Waswahili wanasema mficha maradi kifo kumungua. Ndio wewe sasa. Wewe ficha maradi siku ya siku utakujatekezea utakuja niita dogo wangu sijui ako na mimba aliachwa utabeba. Mimi naenda zangu. Hujui mwanzo huko ambako naishi hujui nasomea nini. Utakuja mkumbuke nyinyi. Angalie. Dada yangu umeyasikia? Kila siku nilikuwa nikikwambia achana na mambo ya wanaume. Unaninunia mpaka nashindwa na kula. Kisa nimekwambia waachane na wewe mwanaume wako. Umeyapata ya kaka? Mara nyingi wanaume huwa wakupenda ukiwa mrembo. Lakini ile siku akikuchezea anakuona umekuwa tambara sasa anachana na wewe anashika mwingine. Yua kudanganya nataka kuoe ni kuoe. Ukifika nyumba sasa lifikirie hilo. Na cha kukushauri sasa. Fanya ufute hata hiyo namba yake ama umblock. Maana ukiifuta kwake yako bado inapatikana. Atakupigia wakati wote saa yote anayopenda mwenyewe. La kufanya mblock. Hata akitafuta namna ya kukupata ongea na wewe na simu. Basi mwambie mimi sitaki tena kuolewa. Kwa nimegairi kabisa yani kuolewa. Alafu nikirudi nimepatana na kijana. Yuaitwa Hamisi, wamjua wewe Hamisi? Mimi sifahamu. Kwanza huyo mtu simfahamu kabisa. Sifahamu na hilo jina kabisa. Sifahamu. Kuhusiana na hiyo namba sitofuta kabisa. Kama mtaniua ni uweni. Kwa hiyo mmekuwa mdogo wangu. Bro, zatoka jana? Mimi niko salama kabisa. Simu yako iko na salio? Maana simu yangu hapa imeishia na nataka kupigia mtu fulani. Haiwezi kosa. Basi nisaidie nayo alafu nirudishie hapo. Okay, ni sawa. Basi kuisha maneno. Asante bro, nimempigia ila nimempata, ongea naye kamaliza naye. Okay, ni sawa. Basi sawa, mimi naenda. Hapo wakati mwema. Fresh.
Huyu rafiki yangu siku hizi simuelewi kabisa yani. Yaani tangu atoke Mombasa basi simuelewi mipango yake kabisa. Sasa mbona mwacha anapita sasa? Mary, hebu kidogo mara moja. Poa. Waelekea nyumbani? Ndiyo, naelekea nyumbani. Wanifahamu mimi? Hapana, sikufahamu. Mimi naitwa Hamisi, lakini kuna sister hivi fulani nilimtuma salamu zangu kwako, sijui kama zilikufikia. Ni kweli huyo mtu nilimuona, lakini labda huo uko na jina lingine. Hauna jina lingine? Kwa jina lingine najulikana kama Nyiro hivi, lakini jina lenye lafahamika kwa huu mtaa naitwa Hamisi. Sasa Mary, nadhani huu ndo muda sahihi wa kutambulisha kwako na pia kufikishia hisia zangu kwako. Mimi Mary, kiukweli nakupenda sana na sijawahi kata tamaa kwako, na hizi siku kadhaa zenye niliingia hapa mtaani nilisikia fulani hivi, kuna kijana mwingine hivi nasikia anatembea anakutembelea, lakini huyo mtu mimi kiukweli naona kabisa hakufai. Kwa hiyo mimi naona tu uwe na mimi. Anifai kwa nini wakati mimi mwenyewe nilimpenda na tulipendana? Maana mwonekano wake pia sio mzuri vile, hawana pesa, hata kusaidiana nini huyo kijana. Pendana na mimi bana. Mimi sijampenda kwa pesa. Wewe ulimpenda kwa nini? Sasa sister, sikia, wewe ni bora tu kumsikiliza bro wangu anachokwambia, anachosema anamaanisha, sio kwamba eti ni maneno tu ya wasiwasi kwa kweli amekuvamia kukuona njiani. Hata sisi kuja kunyumbani tuko tayari, hata ukitolea posa pia tuko tayari. Ni kweli mnachoongea, lakini kaka yangu alikataa mimi niolewe. Hana haja ya mimi niolewe, anasema kabisa mimi ni mdogo, sifai kuwa na ndoa. Kwa hiyo sio sahihi kwa hilo mnaloongea, niacheni tu niende nyumbani. Sasa nikuulize, kwani kakako kweli anakuamulia wewe ama yeye ndio yuko na maisha yako? Hapana, mimi sijui. Maamuzi uko nayo wewe mwenyewe, na wewe mwenyewe ndio unaweza amua. Kwa hiyo hili jukumu unakuachia wewe, unifikirie. Kwa hiyo bora ungetupatia tu jibu moja la kwamba tunaenda tukijua kuwa ipo siku tutakutembelea ama umegairi. Mtu unayeshikana naye kwanza mwenyewe pia kama ninavyomfahamu kwa uzuri sana, ni muongo kwanza na ni mdanganyifu, anakudanganya tu wewe. Kwa nini usikubaliane tu na sisi? Mimi naona ingekuwa bora zaidi kama ungekubaliana na sisi, alafu masuala ya kuhusu kakako tuachie sisi. Weka namba yako ya simu hapa, nitakupigia, nitakupatia majibu. Kari. Haya. Usevu basi, mbona naenda kabla hujasevu? Save hiyo namba wewe. Utasevu? Okay, sawa, uwe na wakati mwema. Haya, pia ni mimi. Sawa. Sasa jana nilimpigia simu na hakuongea. Sasa
Tatizo kwani ni nini? Wacha nimpigie tena kwa mara ya pili. Hello. Hello. Mambo baby? Poa. Fresh. Habari za tangu jana? Salama tuje. Salama. Mbona jana nilikupigia simu na hata sauti yenyewe sikuisikia? Kulikuwa na shida gani kwani? Ndio kaka alikuwa amerudi nyumbani ndio akachukua hiyo simu. Oh. Na vipi sasa kuhusu kuja kwangu, si nilikwambia tukutane? Ni sawa. Basi fanya hima ufike pale mahali watu tunakutana. Haya sawa. Haya. Da! Yaani kakake kumbe alikuja. Itakuwaje hii sasa? Haya, sawa, acha tuone kama ataweza kufika. Manake kakake ni mkali kweli. Poa. Karibu keti. Hebu niambie baby. Tangu jana nipige simu kapokewa na bradhako. Niambie ilikuwaje huko nyuma, manake sijaelewa kabisa. Kakaangu alikasirika sana jana na akasema hawezi kuendelea hiyo ndoa. Eti haiwezi kuendelea? Ndio. Hapana. Haiwezi shindikana. Ni lazima ndoa iendelee. Sasa kama yeye ni kaka yangu na alikataa, sasa wewe itakuwaje hiyo ndoa? Haitakosekana, hakuna mahali patakosekana kitu. Mimi nitajua la kufanya. Sawa, mtu baba. Poa. Vipi kuhusu hii simu? Haikuletei shida yoyote? Hapana, lakini kaka ndo aliongea kuhusu hii simu, lakini alinipatia simu yangu. Na maana ako na wivu ukienjoy na hiyo simu. Sasa yani mimi mwenyewe niliona nitumie aka kasimu kadogo kanaitwa Kemeo, na wewe unaenjoy na simu kubwa kwa sababu mke wangu ninakupenda sana, alafu yeye ako na wivu. Lakini saisi alimaliza kuwa na hasira. Hata kama alimaliza na kama ndoa aliikataa na hasira zake ziliisha, hiyo uamuzi nilikwambia niachie mimi. Kivyo vyote hiyo ndoa itaendelea. Kivyo vyote. Kwa hivyo wewe usiwe na shida yoyote. Kama wewe kama unanipenda, wewe simama pale pale kwa msimamo wao wa kunipenda. Basi kama wewe unaweza ushika mambo ya bradhako, ndio utaona hiyo ndoa nayo itaanza kutingishika. Lakini kama wewe mwenyewe umeamua kuishi na mimi, hakuna jambo ambalo linaweza shindikana. Umesikia? sawa, tuko pamoja na Nitashukuru sana. Mimi ni mwanaume
siwezi shindwa na lolote, na kivyo vyote lazima huyu mwanamke nitamuoa. Niko na mtihani. Pako na Juma ananipenda, pako na Hamisi ananipenda. Na Hamisi anaonekana kabisa anajiamini, na huyu Juma naonekana hana mahali. Acha nipigie huyo Hamisi. Hello. Mambo poa. Mimi Mary nilikuwa nakuhitaji hapa kwa Mchikichi, unaweza ukaja? Mchikichi, basi ni sawa. Dakika ngapi hapo nitakuwa? Haya, sawa. Mambo safi. Asante. Niambie babe, maana nimeona simu yako na inaonekana kuna mazuri, maana uliniambia ukinipigia simu ndio utanijibu. Nilikuwa nakwambia